Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii bado tupo mkoa wa Mtwara katika taasisi ya utafiti wa kilimo na Liendele. Taasisi ya utafiti wa kilimo imefanya tafiti nyingi sana na kupata mafanikio makubwa. Mafanikio hayo ni pamoja na kubaini aina mbalimbali za viuatilifu kwa ajili ya kupambana na wadudu waharibifu na magonjwa yanayoharibu zao la korosho. Taasisi kwa kushirikiana na bodi ya korosho imefanikiwa kusambaza mbegu zaidi ya tani 50 na kuwafikia wakulima katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Taasisi imefanikiwa kufanya utafiti wa mazao ya mafuta, yaani karanga na ufuta, mazao ya mizizi, muhogo na viazi, pamoja na kutafiti zao la mbaazi. Mtazamaji, pamoja na baadhi ya mafanikio niliyoyataja hapa, lakini taasisi ina mambo ya kujivunia. Fortunas Kapinga anaeleza zaidi. Nikisema kama ni nini kituo chetu, naweza kusema tunajivunia. Kituo cha utafiti wa kilimo na Liendele, naweza kusema ni sifa ambayo hata nchi yetu iko nayo, ni kwamba ni nchi ya kwanza duniani kuweza kuzalisha mbegu chotara kwa kufuata taratibu za uzalishaji wa mbegu bora duniani na kuzisajili. Lakini pia imeweza kuwa ni nchi ya kwanza duniani kuzalisha mbegu vikasajiliwa kwa taratibu za usajili wa mbegu duniani. Lakini kwa Afrika pia naweza kusema ni nchi ya kwanza kuzalisha mbegu chotara. Sasa zote hizi jumla inaweka jumla ya mbegu aina 54, na ili kuzisambaza kwa kulima ndio maana tumekuwa na mikakati ya kuwa na vituo vya kuzalisha mbegu za korosho katika mikoa yote inayolima korosho Tanzania. Na pia tumeanzisha mashamba kwenye sehemu zile ambazo zamani ilikuwa hawalimi korosho, kama nilivyosema Dodoma, wilaya ya Mpwapwa, wilaya ya Kongwa, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida na Kilimanjaro. Sasa sisi tumeona pia mazao hayo zao hilo kulima mikoa ya kati kule kama Dodoma na Singida na Kilimanjaro, wilaya ya Same na wilaya ya Mwanga, kuna faida nyingine pia. Sio tu zile mbegu kuziuza au kuzibangua, lakini kuna faida uhifadhi wa mazingira. Kwa sababu mikorosho ni miti ya misitu pia. Kwa hiyo ukipanda mikorosho katika maeneo hayo, tunaweza pia kuongeza misitu iliko kwenye kanda zile ambazo zinatishiwa na hali ya ukame. Na wakulima katika maeneo ya kanda ya kati wataweza pia kufaidika na faida kupata kuni, kwa sababu mikorosho kila mwaka au kila baada ya miaka miwili kuna takiwa ifanyiwe upogoleji wa matawi. Sasa ile miti itakayopogolea matawi inaweza kutumia kama kuni, lakini pia ile mabibo wakulima wanaweza kutumia kwa kulishia mifugo yao badala kutumia mashudu. Na kwa upande mwingine pia yale majani mikorosho yanayodondoka kwenye ardhi utarudisha ardhi. Kwa hiyo sisi tunafikiri na tumeona kwamba ni jambo jema sana kupanda mikorosho kwenye maeneo ambayo hata zamani ilikuwa yapande mikorosho, ili mradi inaweza kustawi. Na sisi tunashauri kwamba mikorosho na lengo letu ni kwamba mikorosho ilimwe maeneo yote katika nchi ya Tanzania ambako yanaweza kalimwa. Tuondoe ile dhana kwamba ni Mtwara na Lindi tu. Mifano tunayo, kuna nchi ambazo Afrika Magharibi zilikuwa na shida kama hizo. Kwa mfano Ivory Coast, wataalamu kutoka kituo chetu na Liendele waliitwa kule kwenda kutoa huduma hiyo, kutoa ushauri na kutoa mafunzo. Sasa hivi wenzetu wako mbali sana kuliko sisi kiuzalishaji wa korosho. Na hilo sisi nafikiri itatusaidia pia kuongeza kipato cha taifa. Tulipoenda kule Kongwa, tumeona kwamba Kongwa korosho inaweza kuzalishwa kuvunwa mara 2 kwa msimu. Kuna msimu unavuna mwezi Disemba, lakini msimu mwingine unavuna mwezi Aprili mpaka Mei. Kwa hiyo kwa kufanya vile, nchi yetu itakuwa na uwezo wa kuzalisha korosho kwa muda mrefu sana. Hata soko la korosho hapa nchini itaweza kwenda muda mrefu. Badala kumaliza korosho mwezi Disemba, Januari huku Mtwara na Lindi,
basi mwezi Machi, mwezi Aprili mpaka Mei tutauza tena korosho kanda ya kati. Kwa hiyo sisi kama wizara, kama watafiti, tuna shauri na kuona kwamba ni jambo jema korosho ipandwe hata kanda ya kati, kule mpaka zamani tunasema hakupandwi korosho. Upande mwingine wa utafiti wa korosho tunashughulika nao, na naweza kusema ni sifa kwetu kama mafanikio, ni kwamba kwa mara ya kwanza mwaka huu, msimu wa 2016-17, tumeweza kuzalisha, nchi imeweza kuzalisha tani 260,000, zaidi ya 260,000. Ni rekodi ambayo haijawahi kutokea, na tunaona hii imechangiwa pia na teknolojia ambayo tumezitoa kushirikiana na wadau wengine pia. Na upandaji wa miche tunaona umeweza ongezeka pia, na 90% ya kulima wote hapa nchini wanaelewa matumizi ya viuatilifu. Hizi ni takwimu ambazo tumefanya hivi karibuni. Lakini pia tumeona kwamba kipato cha kulima kimeongezeka. Hata uhakika wa chakula umeongezeka kutokana na kipato kilicho kwenye korosho. Kwenye zao la karanga pia uzalishaji umeongezeka ukilinganisha na miaka ya nyuma. Kwenye mbaazi pia kipato kimeongezeka kwenye uzalishaji. Hata kwenye bambara nuts, hizi njugu mawe, kipato pia kimeongezeka. Kwa hiyo kwa kifupi naweza kusema kwamba kituo cha utafiti na Liendele kiko mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba teknolojia za kilimo zinapatikana na zinaenda kwa wakulima kwa manufaa ya nchi yetu na wakulima wote kwa jumla. Mtazamaji, hebu tuangalie zao la karanga. Karanga ni zao la mafuta ambalo hutumika kama chakula cha binadamu, na majani yake hutumika kama chakula cha mifugo. Karanga hustawi zaidi kwenye maeneo chini ya mita 1500 kutoka usawa wa bahari. Huhitaji mvua za wastani wa milimita 500 hadi 1200 kwa mwaka, na zinastawi vizuri kwenye udongo wa kichanga na rutuba. Kuna aina 9 za mbegu bora za karanga ambazo zimefanywa utafiti na kuidhinishwa zitumike kwa wakulima. Aina hizo ni Pendo 98 na Liendele 09, Mangala 09, Mnanje 09, Masasi 09 na Chingwea 09, Nachi 15, Kuchele 2013 na Rinati 13. Atanas Joseph, mtafiti wa mazao ya mafuta katika kituo cha utafiti wa kilimo na Liendele, anaeleza namna bora ya kilimo cha karanga. Leo nitaelezea zaidi zao la karanga na baadaye zao la ufuta. Kwa ujumla, zao la karanga linalimwa karibu nchi nzima. Zao la karanga ni zao ambalo linatumika hapa nchini kwa ajili ya chakula, lakini kwa ajili ya biashara. Na zao hili linastawi zaidi maeneo kutoka usawa wa bahari nyuzi 0 mpaka mita 1500 kutoka usawa wa bahari. Ni zao ambalo linahitaji joto. Alifanyi vizuri katika maeneo yenye baridi katika zaidi ya mita 1500 na kuendelea. Alifanyi vizuri sana. Zao la karanga kwa ujumla linahitaji udongo wenye kichanga. Alifanyi vizuri kwenye udongo ambao ni tifutifu, kwa sababu
karanga zile wakati wa kuvuna zinashindwa, nyingine zinabaki kwenye udongo, zinashindwa kutoka, lakini ni kwamba udongo ambao ni wa mfinyanzi unadumaza karanga. Karanga zinashindwa kumea vizuri, mizizi ile inashindwa kupenya kwa sababu udongo ule unakuwa ni mgumu. Lakini pia zao la karanga linahitaji maeneo ambayo kwamba shamba lio limetifuliwa vizuri, limelimwa vizuri. Na ni zao ambalo kwamba halipendi liweze kuchanganywa na mazao mengine, hususani zao la mbaazi au zao lingine kama maharage na mazao mengine kama mikorosho. Ni kwa sababu zao hili, moja ya changamoto inalolikumba hili zao ni wadudu. Kuna wadudu tunaosema inzi wa karanga. Inzi wa karanga huwa wanazuru zao la karanga kwa kufyonza mizizi au zile karanga changa na kuifanya karanga kusinyaa, inakauka, na baadaye majani yale yanakuwa na rangi ya njano, na baadaye karanga inakauka. Sasa kuweza kudhibiti tatizo hili ni kwamba tunashauri kwamba kulima hili zao kwa kutochanganyisha na mazao jamii ya maharage, mbaazi pamoja na korosho. Lakini tunasisitiza kulima kilimo cha mzunguko, nasema crop rotation. Lakini changamoto nyingine kwenye zao la karanga kwa maana ya wadudu ni vidukari au tunasema dudu mafuta, vidukari. Vidukari hawa ni wadudu ambao kwa kawaida wanaeneza magonjwa. Wanafyonza karanga na katika matemate yake yale wanakuwa wamebeba vimelea vya ugonjwa ambavyo tunasema kitaalamu ugonjwa unaitwa ukoma wa karanga au rosette virus. Ndio wanakuwa wanaeneza hawa vidukari. Sasa namna kudhibiti vidukari hawa ni kuweza kupanda karanga kwa kuzingatia nafasi zilizoelekezwa kitaalamu na ambazo tumeshaziainisha tayari. Na unavyofanya vile ni kwamba hawa vidukari wanashindwa kuruka kutoka mmea mmoja kwenda mmea mwingine ili kuweza kueneza magonjwa. Lakini namna nyingine ni tunashauri kwamba tumeshaainisha viatilifu ambavyo vinaweza vikatumika kuweza kumdhibiti huyu mdudu aina ya kidukari. Lakini pia inavyokuwa imebidi basi kutumia viuatilifu. Pamoja na hivyo kuna changamoto nyingine, kuna wadudu wengine ambao wanakuwa wanashambulia zao la karanga, hao nawaita leaf miner. Ni funza wa majani ambao wenyewe wanakuwa wanataga mayai kwenye majani ya karanga, na baadaye wale funza wanazaliana ndani ya majani. Na utajuaje basi? Karanga utaziona zinakuwa na mabaka fulani au vidoti fulani ambavyo vinakuwa na rangi ya kahawia. Na sasa ukichunguza kwa makini zaidi, ukienda utakuta kwamba kuna funza wa majani ambayo yuko ndani ya majani yale ya karanga. Kuna viuatilifu ambavyo tayari tumeshaainisha ambavyo vinaweza vikadhibiti mdudu huyu. Lakini kwenye upande wa magonjwa, ugonjwa ambao ni tishio sana kwa zao la karanga ni ugonjwa ambao unajulikana kama rosette virus, groundnut rosette virus, au tunasema ukoma wa karanga. Ugonjwa huu ni kwamba unajitokeza sana endapo karanga zimechelewa kupandwa, zikupandwa kwa muda na ikakutana na hali ya ukame. Lakini pia ugonjwa huu unatokea endapo karanga shambani hazikupandwa kwa kuzingatia nafasi ambazo zimeshauriwa kitaalamu. Sasa hivyo kusababisha karanga kuwa mbalimbali. Zinapokuwa mbalimbali inampa nafasi kidukari ambaye ndio mwenezaji mkuu wa huu ugonjwa, anaweza kutembea kutoka mmea mmoja wa karanga kwenda mmea mwingine wa karanga. Sasa utajueje basi kwamba karanga imeshambuliwa na huu ugonjwa? Huu ugonjwa kimsingi unasababishwa na vimelea ambavyo ni virusi. Sasa hivi vimelea vikishambulia huu ugonjwa baada ya kuenezwa na hawa vidukari, ni kwamba karanga zinakuwa na rangi ya manjano. Zinakuwa na rangi ya manjano, majani
yanakunjamana na zinakuwa zimedumaa. Na sasa karanga zikiwa zimeshambuliwa na huu ugonjwa kabla ya hatua ya kutoa maua, ni kwamba hazitatengeneza karanga kabisa, kwa sababu majani yale ndio yanayotengeneza chakula, kwa maana ya tendo lile tunalolijua kisayansi, photosynthesis. Kwa hiyo majani yanakuwa yamekunjamana, hayakui, na yanakuwa yamebadilika rangi, kwa sababu katika kile kijani kibichi ndio chakula cha mmea kinachotengenezwa. Kwa hiyo yanakuwa yameshabadilika rangi, lakini yanadumaa, na hivyo sasa hauwezi ukavuna karanga. Kwa hiyo ugonjwa huu ni tishio sana, na ni kwamba unasababisha 100% hasara, na hasa pia ukikumbana kama umechelewa kupanda. Sasa kitaalam tunashauri nini? Tumefanikiwa taasisi ya utafiti wa mazao ya mafuta na liendele, tumefanikiwa kutoa mbegu mbalimbali ambazo zinahimili ugonjwa huu wa ukoma wa karanga. Moja wapo ni Masasi 2009, Nachi 2015. Mbegu hizi pamoja na mbegu nyingine nyingi, ni kwamba mbegu hizi ukizipanda zinahimili, zina ukinzani wa ugonjwa kwa 100% Kwa hiyo tunamshauri mkulima asiwe na wasiwasi, atumie mbegu hizo za kitaalamu ambazo ni mbegu bora, ambazo tayari tunazo hapa taasisi ya utafiti na liendele, na kwa kufanya hivyo unaweza kuzalisha zao la karanga kwa tija. Karanga zikilimwa kwa kuzingatia utaalamu ambao tunaokuwa tunashauri, ni kwamba unaweza kupata kilo 1500 mpaka 2000 kwa hekta, ambao ni sawa na eka 2.5 kwa hekta moja. Kwa hivyo hapo mkulima anaweza akapata tija na kuweza kutumia zao hili kwa ajili ya chakula, lakini ziada akauza akapata fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Zao la karanga kama chakula ni zao ambalo ni muhimu sana. Ni zao ambalo lina madini ya wingi, protini kwa wingi, lakini pia lina mafuta kwa wingi, lakini pia lina madini aina ya zinki kwa wingi, ambayo madini haya yanasaidia mwili kuweza kujitengenezea protini, lakini pia kuweza kuzalisha kiwango cha damu kwa wingi, na hivyo ni mwafaka kwa jamii zote, kuanzia wazee, wakina mama wanaonyonyesha, watoto wachanga, wamama wajawazito, vijana, watoto wadogo wanaokua. Na pia ni zao ambalo kwamba ukilitumia kiafya ni zao zuri sana kwa sababu ya protini, lakini hata kwa wale ambao wana tatizo la kisukari inasaidia sana, kwa sababu ni zao ambalo kwamba mafuta yake hayana lehemu. Lakini wakulima na wadau mbalimbali, mafanikio mengine makubwa katika zao la karanga, katika mikoa mbalimbali wakulima watakuwa ni shahidi. Katika mikoa mbalimbali, kusini na kanda ya kati, kwa mfano kanda ya ziwa kusini, kwa mfano maeneo ya Masasi na Nyumbu, Kahama, Tabora, paka Mwanza na Shinyanga, maeneo mbalimbali, wilaya za Ushetu, Kahama, wanalima kwa wingi, na ziada wanauza hata nje ya nchi kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato. Lakini nisiishie tu hapo, ni kwamba tunafanya jitihada sasa kubwa sana za kuhakikisha kwamba mbegu hizi kwamba wakulima wanazipata kwa wakati na wanazitumia ili kuweza kuwa na kilimo chenye tija. Hivi ninavyoongea sasa hivi, maeneo mbalimbali, kwa mfano Mbozi, tuna shamba tumelima mnanje, karanga aina ya mnanje kule, mbegu tunazalisha pamoja na aina ya Nache 2015. Tunatarajia kuvuna tani 50 za mbegu pamoja na maeneo mengine mbalimbali nchini, na mbegu hizi zitaendelea kusambaa kwa wakulima. Tunachoshauri kwamba kwa sasa wakulima watumie mbegu bora ambazo tulizoziainisha, ambazo zina ukinzani mkubwa wa magonjwa, lakini pia zinahimili changamoto za wadudu. Kama taasisi ya utafiti na liendele, idara ya mbegu za mafuta, tunaratibu zao la karanga kwa nchi nzima,
Na changamoto nyingine kubwa ambayo ipo kwenye zao la karanga ni sumkuvu. Sumkuvu tumekuwa tunaendelea kutoa elimu kwa wadau mbalimbali katika mnyororo mzima wa thamani, kwa maana kwamba wasafirishaji wa zao la karanga, lakini wafanyabiashara, lakini na wakulima na wadau mbalimbali, ni kwamba tunaelimisha kwamba karanga inapovunwa ivunwe kiutaalamu, kwa kuichimbua kwa umakini, kudhibiti isiwe na mikwaruzo. Inapokuwa na mikwaruzo inachangia vimelea ambao kitaalamu tunaita aspergillus, kwa aina mbalimbali, aspergillus species, au tunasema kuvu kwa Kiswahili. Sasa hawa kuvu, karanga zikiwa zimepandwa shambani na zikakaa muda mrefu bila kuvunwa, zikakutana na ukame, maganda yale yanatengeneza nyufa. Yakishatengeneza nyufa, kwa kawaida hawa vimelea wanakuwa kwenye udongo, wanatoka kwenye udongo hawa vimelea, wanaingia ndani ya ganda la karanga, na wakishaingia kule wanazaliana, inakuwa tayari ni chanzo cha kuvu kuzaliana, na ambao hawa kuvu sasa wanazalisha sumu ambayo inaitwa sumu kuvu, ambayo sumu kuvu ina madhara kwa mwanadamu akila karanga ambazo zimeathirika na hawa kuvu, na hii sumu kuvu, kwa sababu ina dumaza ukuaji. Kama ni mtoto, ukuaji ule unakuwa unadumaa na vitu vya namna hiyo. Lakini tunacho shauri kikubwa katika kuweza kupambana na ugonjwa wa sumkuvu ni kwamba karanga zivunwe zikiwa zimeshakauka, zikauke vizuri. Baada ya kuvuna karanga, tunawashauri, kuna njia ya kitaalamu tunasema Mandela Koko, na njia nyingine mbalimbali ambazo zipo, kwamba karanga zikauke kabisa. Baada ya kuvuna karanga ikauke walau kwa wiki 2 mpaka wiki 3. Na utajuaje sasa kwamba unyevu uwe 13% kushuka chini? Na utajuaje? Ukichukua karanga ambayo imekauka vizuri, ukiitikisa inakuwa na mlio fulani, unajua imeshakauka vizuri. Sasa na karanga hizi sasa zihifadhiwe kwenye magunia ambayo yanapitisha hewa. Tuna mbegu za karanga, kwa mfano Mangaka 2009, tuna Naliendele 2009, tuna Mnanje 2009, tuna Nache 2015, tuna Kuchele 2015, tuna Narinati 2015. Zote hizi ni mbegu bora za karanga, zina viwango vingi na vikubwa vya mafuta. Kwa mfano aina ya Mnanje ina asilimia mpaka 51 ya mafuta, lakini una viwango vya madini mengine mbalimbali kwa kiwango kikubwa. Madini ya zinki yapo kwa wingi, ambayo yanasaidia uzalishaji wa protein kwa wingi, lakini na kiwango cha damu kukua mwilini. Lakini karanga zina kiwango kikubwa cha vitamini E, ambayo au kitaalamu tunasema ni antioxidant, kwamba vitamini hii inasaidia mwili kujikinga na magonjwa mbalimbali, magonjwa hasa kama ya kansa. Lakini pia karanga haina lehemu, na hivyo kuwa tiba na kukinga mwili dhidi ya ugonjwa wa moyo. Lakini pia kwa wale ambao kwamba wana tatizo la kisukari, wanaweza kutumia karanga bila matatizo. Karanga zitumike kwa wingi, tunashauri. Mbegu bora zilizofanyiwa utafiti zimeleta mabadiliko makubwa katika kipindi kifupi. Tanzania sasa ni ya pili barani Afrika kwa kulima karanga. Kutokana na matumizi ya mbegu bora ambazo kama nilivyoainisha na aina 7, na sasa tutakuwa na aina nyingine 3 ambazo ziko katika hatua za mwisho utafiti, tutakuwa na jumla aina 10. Ni kwamba karanga sasa hizi kutoka mwaka 2005 mpaka sasa hizi kiwango cha uzalishaji wa karanga kimeongezeka kutoka tani
300,000 mpaka tani 800,000, na kuifanya Tanzania kuwa nchi ya pili Afrika baada ya nchi ya Nigeria kwa kulima zao la karanga kwa wingi. Haya ni mafanikio makubwa, lakini kidunia tuko katika tuko katika top 10, na mafanikio makubwa tumepata baada ya kulima mbegu bora, kuzisambaza na kuzielimisha mbegu bora za karanga ambazo zinatoa kuanzia kilo 1,500 mpaka 2,000 na kuendelea kwa eneo. Na pia wakulima wameweza kuhamasika na kuweza kulima zaidi hizi mbegu bora, na sasa tunaendelea kuzizalisha. Sasa jitihada kubwa tumejikita kuweza kuzizalisha na kuzisambaza ziweze kuwafikia wakulima maeneo mbalimbali, na tumetumia utaratibu wa kuweza kuhakikisha kwamba hizi mbegu zinawafikia wakulima maeneo mbalimbali kwa kuwa na mashamba ya mifano maeneo mbalimbali. Kila wilaya tuna walau maeneo, au tunaweza kusema kwamba kwa ujumla tuna mashamba darasa zaidi ya 150 kwa nchi nzima. Walau kwa kila wilaya tuna mashamba darasa 10 kwa kupitia utaratibu wa vikundi vya wakulima, lakini tukishirikiana na wataalamu mbalimbali katika halmashauri na mikoa. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa makala hii. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu.